maalum aulize swali lake. Je, serikali inatambua biashara ya mtandao na makampuni mangapi yamejisajili na mapato kiasi gani yamepatikana kwenye biashara hiyo? Exaudi Kigahe. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Serikali inatambua uwepo wa biashara ya mtandao. Kwa sasa kuna jumla ya makampuni 1820 ambayo yamesajiliwa, ambapo makampuni 1075 ya biashara mtandao ni shughuli yao kuu ni makampuni 745 ni biashara mtandao na shughuli nyingine. Kwa sasa serikali inaendelea kuchukua hatua muhimu za kuwa na mfumo madhubuti utakaosimamia biashara hiyo ambazo zimeanza kuzaa matunda. Mfano, kwa kipindi cha Julai 24 hadi Machi 25, serikali ilikusanya kiasi cha shilingi bilioni 192.78 kutoka kwenye biashara mtandao ambayo inajumuisha betting ya mitandaoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuhakikisha tunaenda sambamba na kasi ya mabadiliko ya teknolojia kwenye biashara, serikali imeandaa mkakati wa kitaifa wa biashara mtandao, National Electronic Commerce Strategy, ambao upo katika hatua za mwisho za ukamilishwaji wake. Maeneo yatakayofanywa kazi katika utekelezaji wa mkakati huo ni pamoja na uboreshaji wa miundombinu ya tehama, uboreshaji wa sera, sheria na kanuni, lakini pia uboreshaji wa huduma za mawasiliano, usafirishaji na uchukuzi, uimarishaji wa huduma za miamala kwa njia ya mtandao na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu biashara mtandao ili waweze kutumia mitandao iliyopo kufanya biashara. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Daktari Kabati. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba sasa niulize maswali yangu mawili. Pamoja na majibu mazuri sana ya serikali, je, serikali ina mkakati gani katika kuzuia udanganyifu na utapeli mkubwa unaofanya katika biashara hizi za mitandaoni? Kwa sababu kuna watu wengi sana wamelizwa kwa ajili ya hii biashara. Swali langu la pili, je, serikali inadhibiti vipi wanaouza bidhaa kwenye social media bila leseni? Kwa sababu kuna utapeli pia mkubwa sana unafanyika katika ili kuweza kukusanya pia mapato. Ile swali la pili sijui kama ni la wizara hii. Nadhani Mheshimiwa Naibu Waziri, swali la kwanza ndio swali lako. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Daktari Takabati kwa ufuatiliaji kwenye biashara na hasa mahususi biashara mtandaoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli bado tuna changamoto nyingi, na ndio maana nimesema serikali imekuja na mkakati huu madhubuti, na huu mkakati ni utekelezaji wa sera ya biashara ya taifa ya mwaka 2003 toleo la mwaka 2023 ambao Mheshimiwa Waziri wa Viwanda Daktari Suleiman Said Jafo alipitisha, na katika kutekeleza hilo tumeweka mkakati huu mahususi ambao umelenga kuboresha biashara mtandaoni, kwa sababu tumeona changamoto hiyo iliyopo katika biashara mtandaoni kwa sasa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, hiyo ni moja ya mkakati, lakini mikakati mingine serikali kupitia wizara mbalimbali, kwa mfano kupitia Wizara ya Fedha tayari wana kitengo mahususi ambacho chenyewe kinasimamia biashara mtandaoni. Ndio maana unakuta rekodi zetu za mapato yameongezeka, kwa sababu tayari tuna track kuhakikisha biashara zinazofika mtandaoni zinalipia kodi, lakini pia mapato ya serikali hayapotei. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia Wizara ya Habari, Mawasiliano, Teknolojia ya Habari tayari kuna sheria mbalimbali ambazo zote hizi zinalenga kudhibiti au kuboresha biashara mtandao. Kwa mfano, wana sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015, lakini pia wana sheria ya miamala ya elektroniki ya mwaka 2015, lakini pia kuna ile sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ya mwaka 2022. Yote haya yanalenga kuhakikisha tunapunguza au tunaboresha biashara mtandao ili iweze kuwa na manufaa kwa Watanzania, lakini pia kwa serikali. Kuhusu swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kuna changamoto ya biashara za kuuza bidhaa mtandaoni bila kuwa na kampuni. Kwa mfano, mtu anapiga picha bidhaa ya mtu kwenye duka, halafu anarusha
mtandaoni, halafu anatafuta wateja. Sasa mtu kama hujui, ameweka namba ile ambayo bado ukituma hela mzigo hutapata, lakini pia na fedha yako itakuwa imetapeliwa. Sasa moja ya vitu ambavyo tumefanya kama serikali, tunawasaidia vijana. Kwa mfano sasa hivi tumewaambia kuna vijana wa Tanzania wamebuni mfumo mzuri ambao wenyewe unasaidia kuunganisha kati ya mteja, kwa maana ya mnunuzi, na mteja muuzaji, kwamba kupitia shirika wameanzisha kampuni moja inaitwa Fortune Technology Company, na wana app moja inaitwa Swift Pack, ambayo yenyewe wanashirikiana na shirika la posta, kwamba ukinunua fedha zako zitakaa pale kwanza, na ukithibitisha kwamba umepata mzigo, ndio wale wana release ile fedha kumpelekea yule ambaye anauza. Kwa hiyo hizi ni hatua ambazo zimeanza kuchukuliwa na serikali ili kuhakikisha tunaboresha biashara mtandao, kwa sababu hatuwezi kukwepa. Sasa hivi biashara mtandao ndio kila kitu, lakini lazima tupunguze changamoto au athari hasi za biashara mtandao. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Tunaendelea Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Nimwite sasa Mheshimiwa